Jana nimeona kwenye mitandao ya jamii. Lakini jana asubuhi nimeamkia panaitwa Sakalilo tulikokuwa jana. Jana nilikuwa Sakalilo mpaka saa 11 jioni. Pale hakukuwa na mawasiliano ya kutoka Ilemba kuja huku Mtowisa, na hakukuwa na mawasiliano ya kutoka Muze kwenda maeneo mengine. Madaraja 6 yaliondolewa na mvua za kuamkia juzi. Na kuna daraja pale yako kama matatu, jumla yana thamani ya shilingi bilioni 28. Bilioni 28. Sehemu ya hayo madaraja moja limebebwa. Kwa jana nimeshinda kule na wenzetu wa TANROADS wakirejesha mawasiliano. Kwa watu wa Muze na Mtowisa jana wameweza kupita, tumerejesha. Lakini kutoka pale Sakalilo kwenda Ilemba na kutoka Ilemba kuja huku Sakalilo, ndio sasa hivi tunapambana kurejesha mawasiliano, na watu wa TANROADS wamekuja wengine kutoka makao makuu wameingia leo asubuhi, ili kuona tunarejeshaje haraka haya mawasiliano. Sasa nilikuwa katika harakati hiyo za kuwahudumia Watanzania wengi ili muweze kupitisha mizigo yenu na mambo mengine. Wakati nafika nyumbani, ngoja niangalie dunia inaendaje, nikakutana na habari ambayo mwenyekiti wenu mwenyewe ambaye ndio dhamana yake, yani yeye ndiye anatakiwa kukusaidieni wa kwanza, amesimama kwenye maji, anamuoji katibu wa chama wa kata. Sasa pale pia nikashindwa kuelewa itifaki hapa ikoje. Katibu wa chama wa kata anapewa maelekezo na mwenyekiti wa kijiji, wakati bosi ni katibu wa chama wa kata. Sasa nikajiuliza hii ni nini? Lakini huyu anawasiliana kisheria. Na tumewapa mafunzo hawa. Tumetuma watu kutoka TAMISEMI na kutoka chuo cha Omboro, chuo cha serikali za mitaa, wakafundishwa hawa chain of communication. Mwenyekiti wa kijiji counterpart wake ni diwani, mwenyekiti wa halmashauri, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Hao ndio anaruhusiwa kuandikia barua na kuwasiliana nao moja kwa moja. Mwenyekiti ana namba yangu ya simu. Anasema wananchi wamezingirwa na maji siku 3. Mimi sijui, mkuu wa wilaya hajanijulisha. Namuuliza diwani, anasema hilo na mimi naliona tu kwenye mitandao. Namuuliza mtendaji wa kata, na mimi naliona tu. Sasa yule katibu ikabidi leo nimtafute katibu wake wa wilaya, lakini nimempigia mara 2 hakupokea. Kwa sababu mimi nilishindwa kuelewa hapa kuna nini, kwa sababu ni taharuki. Unapokwenda kupeleka moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna shida huko, alafu mkuu wa wilaya hajui, mkuu wa mkoa hajui, hii haiko sawa. Tumeelewana eh? Kwa sababu mwenyekiti mwenyewe hajatimiza wajibu wake. Yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama kwenu hapa. Sasa yeye mwenyewe analalamika, tutafanyaje kama yeye mwenyewe analalamika na kaamua kuita wanahabari? Na nikamuuliza yule jamaa, nilimpigia simu, anafikiri anaitwa Stanislaus. Nikampigia, brother, hii nini? Ambia mkuu, mimi ni afisa habari wa taasisi ya mtetezi wa mama, lakini nimeitwa na makamu mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama, kanaambia twende tukarekodi turushe. Sasa nikasema mwenyekiti wa kijiji ndio makamu mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama. Sasa katika hili pia lazima muelewe, ukitumikia mabwana wawili kuna pahala utafeli tu. Ukitumikia mabwana wawili kuna pahala utafeli. Kwa sababu mwenyekiti jana ameshindwa kutekeleza wajibu wake kama mwenyekiti mliyemchagua, akaenda kufanya harakati. Na nimempigia simu ikawa ipatikane, nikaambiwa yuko kwenye mpira. Mpira ulivyoisha wa Yanga, nikampigia simu ikaita akakata. Nikamwambia mtendaji wa kata, mtafute mwambie anipigie. Kwa kuwa kupiga, mimi nimeamka asubuhi nikapanga nije huku. Sasa wakati nimepanga hilo kwamba nakuja huku, saa 3 usiku nikapokea taarifa kijiji cha Mpwapwa, na kwenye kulitokea taharuki jana.
udongo huu chini ukao unapanda juu, miti inahamishwa inapelekwa huko. Kwa hiyo nikatoka pale nyumbani kwangu, tumefika pale kijijini Mpwapwa saa 6. Sawa? Tumefika saa 6 usiku. Tumetoka Mpwapwa saa 8. Kwa hiyo nimelala mpaka saa 2, nikaingia ofisini nikahudumia watu wengine. Baada ya hapo sasa nimekuja huko. Ndugu zangu, serikali iko pamoja na ninyi. Tujifunze kutoa taarifa. Kwenye mitandao kule hakuna mtoa majibu. Tumeelewana eh? Kwenye mitandao ya kijamii hakuna mtoa majibu. Na atakaye kuwa nasikitika anaweza kana nasikitika yuko wapi? Marekani. Lakini mimi nilioko hapa, si wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Mngenijulisha mimi tangu juzi mapema, ningekuja hapa na timu yangu yote kama mlifikwa na hayo madhira. Lakini mshukuru sana diwani wenu na mtendaji wenu wa kata.